Ahlan wa sahlan na marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Mpenzi mtazamaji, ni furaha na bashasha kuwa naye Sheikh wetu ambaye nadhani katika vipindi vilivyopita uliweza kufaidika naye haswa alipoongelea kuhusiana na masuala ya ndoa. Na inshallah siku leo amekuja vile vile kuweza kutuelimisha sisi ambao labda tunaingia katika ndoa ama wengine ambao wanaingia katika ndoa au wenye wako ndani ya ndoa tayari. Na inshallah tukielekea kwake si mwingine bali ni Sheikh Yusuf ambaye tupo naye ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu ni yapi aliyotuandalia, kwani mada yetu ya leo inahusiana na haswa usafi katika ndoa na umuhimu wake katika uimarishaji wa ndoa. Tumezoea kwamba ni wanawake wanaongelea usafi. Leo tunataka kujua upande wa wanaume usafi unamaanisha nini upande wa ndoa inshallah. Bismillah. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu tena. Ahsantum, nimeshukuru. Naam. Mwenyezi Mungu awatakabalie inshallah. Amin sote. Amin. Ahsantum. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Swala la usafi nafikiria limehimizwa na dini ya Uislamu zaidi, na ni swala ambalo ni la mtu binafsi na ni swala la jamii, na hasa tunapozungumzia katika mambo ya ndoa ni swala ambalo pia tunafaa kutilia mkazo zaidi. Kwanza kabisa Uislamu umehimiza zaidi usafi kikauli na kivitendo pia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani tukufu anasema inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin, kwamba Mwenyezi Mungu anapenda wenye kutubu na anawapenda wale wenye kujiweka katika hali ya usafi. Ndiyo. Na pia tumesisitizwa zaidi katika hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Mtume aliposema an-nadhafatu min al-iman, kwamba usafi ni katika imani. Kwa hivyo Muislamu awe anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafaa kushikamana na usafi. Na hakuna ibada katika ibada za Kiislamu ambazo zinakubalika bila usafi. Ndiyo. Na ndio ikagawanywa usafi mara mbili. Kuna ule usafi wa kiroho na usafi wa kimwili. Ndiyo. Huwezi ukaufikia usafi wa kiroho kabla haujatengeza usafi wa kimwili. Na usafi wa kimwili imekuja katika Uislamu, mfano vile kutawadha. Huwezi ukaswali bila kutawadha. Na kutawadha ni miongoni mwa usafi wa kimwili. Na ili upate ule usafi wa kiroho unalazimika kuweza kuingia katika ule usafi wa kimwili. Ama tukizungumzia usafi katika ndoa. Katika Uislamu tumesisitiziwa zaidi hasa kwa wanandoa kuweka mazingira ya usafi. Na tunapozungumzia kuhusu usafi tunamaanisha sio usafi wa mwili tu. Inajumuisha pia usafi wa mwili, usafi wa vyombo, usafi wa nyumba. Ndiyo. Na usafi wa mazingira pia. Miongoni mwa vitu ambavyo vinavutia mapenzi kati ya mume na mke pia ni usafi. Ndiyo. Na inalazimika kwa wote kuweza kushikamana na hali ya usafi. Ingawaje mara nyingi wengi huwa wanasisitiza na kuelekeza mtazamo kwa mwanamke kwamba yeye ndio anafaa hasa kutengeza mazingira ya ndoa yake kuwa ni masafi. Ikikumbuka ya kwamba yeye ndio huwa anabaki nyumbani na yeye ndio ambaye anatunza mambo ya nyumba. Kwa hivyo haya ni hali ambayo inawajibika kwake zaidi. Ingawa pia mwanaume anawajibu kuyaweka mazingira ya yule mwanamke kuwa sawa kiasi cha kwamba anaweza akatumia nafasi yake kuweza kutengeneza mazingira yaliyo safi. Ndiyo. Kwa mfano kumpatia mahitaji ambayo anahitajia katika hali ya kutengeza usafi, na matumizi ambayo anahitaji kuweza kuyatumia ili kuleta yale mazingira yawe safi.
Alafu pia kuwe na usafi wa vyakula, na hakuna kitu ambacho kinapendeza katika maisha ya ndoa kama chakula kile ambacho watu wanakula katika mazingira ambayo yanapendeza. Na mara nyingi inasisitizwa kwa mwanamke wakati ambapo anapoandaa kile chakula, aandae katika mazingira ambayo ni mazuri. Ndiyo. Isiwe kwamba anakuletea chakula huku meza yenyewe ukiangalia haipendezi. Jiko lenyewe chafu. Au pia mwenyewe anakuletea chakula ukiangalia hali aliyo, ile hamu ya chakula pia ina. Furaha ya ndoa mara nyingi hata yule anayekuletea, sio kwa sababu kile unacholetewa tu ndio unakitazama. Unatazama pia yule anayekuletea aiko vipi. Ndiyo. Ako katika hali gani. Ndiyo. Kwa hivyo ikiwa mwanamke atajitunza zaidi katika mazingira ya usafi, ile ndoa itadumu, na hata yule mwanamume ndani ya nyumba atakuwa na furaha. Ndiyo. Na hata watoto. Alafu pili, kutaepuka na baadhi ya magonjwa ambayo yanasababishwa na hali ya uchafu. Kwa hivyo Uislamu umesisitiza zaidi, ingawaje imeelekezwa zaidi kwa mwanamke kwa sababu yeye ndio mtunza boma, na yeye ndio muangalizi, na muda mwingi yeye ndio anashinda nyumbani. Na muda mwingi yeye tu ndio anafuatilia. Lakini pia ukumbuke huyu mwanamke pia anataka mazingira yake yawe safi. Kweli. Mume pia unahitajika kuwa safi. Kiasi cha kwamba hata yule mwanamke akikutazama naye anafurahia na anaona kweli yuko na mume. Ndiyo. Mazingira ambayo mume wake yuko ni mazingira mazuri. Ndiyo. Anavaa vizuri. Lakini mara nyingi anakuwa ni kioo cha mwanamume yule mwanamke. Kweli. Na ana wajibu wa kumwelekeza katika hali ya usafi. Ndio wengine watakwambia ukimuona mwanamume ametoka nje ni mzuri, angalia yule mke wake, angalia mke wake ako vipi. Lakini kuna baadhi ya wanaume hawajali. Kweli. Kweli. Yeye aangalii mazingira yale yaliyo, haangalii vile hali ilivyo au kutengeza mazingira yake kuwa masafi. Ndiyo. Na mara nyingi huwa wanapatia wanawake changamoto kubwa zaidi. Na utakuta wanawake wengi utakuta wanavumilia katika zile ndoa kwa sababu wakati mwingine hawana furaha na ndoa kwa sababu yale maisha ambayo wanaishi, mume mwenyewe hajitunzi katika hali ya usafi. Unajua ndoa ni suala ambalo linajumuisha mapenzi ya kila aina. Ndiyo. Wewe kama mume una haki ya kumbusu mke wako, na mke pia anafurahia kumbusu mumewe. Lakini utafikiriaje kama mume wako muda mrefu hajapiga mswaki, ama yala mirungi wala mirungi na nini na kadhalika? Ile harufu yenyewe inamchukiza. Kweli. Pia mwanamke vile vile anahitajika kutengeza mazingira ambayo hata mume wake akitaka kumpokea, yule mume anakuwa na furaha. Kwa hivyo ukiangalia hata Uislamu umesisitiza zaidi kwa hawa wanandoa washikamane na usafi. Si mmoja kati ya wao, ni wote kwa jumla. Mume awe msafi na mwanamke awe msafi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema fatanadhafu, jisafisheni, fa innahu la yadkhulu aljannata illa nadhif, kwamba haingii peponi isipokuwa mtu msafi. Ndiyo. Sasa ikiwa wewe unataka peponi, hawaingii watu wachafu. Kweli kabisa. Kwa sababu ni lazima uwe msafi kiroho. Kweli. Ni lazima uwe msafi kimwili, ndio utaingia peponi. Ndiyo. Kwa hivyo haya mazingira yote Uislamu umesisitiza. Na miongoni mwa baadhi ya pepo za hapa duniani ni nyumba. Ndiyo. Kukaa na mke mzuri ndani ya nyumba na mume mzuri ndani ya nyumba, uko katika janna. Na haya mazingira yakiwa yatawekwa katika hali ya usafi, bila shaka kila mmoja atakuwa na maisha
mazuri na maisha ya raha. Hakika. Mume akija anafurahia vile hali ya nyumba ipo, na mke pia anamtazama mume wake vile amejipamba. Akisema leo naleta mgeni bwana, yasikia raha kumleta. Maana wengine wanaogopa hata kuleta mgeni katika nyumba. Na mara nyingi unaweza kuta baadhi ya wanawake zile ndoa zikiwa changa, anajitunza sana katika hali ya usafi. Ni msafi zaidi. Lakini baada ya kuwa ile ndoa zinaenda zikikomaa, mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mazingira mwenye pia anajiachilia. Sijui ni nani aliwaeleza wanawake kwamba unajipamba wakati unatoka nje. Hakika. Na ndio maana utakuta wengi haswa mtu ambaye anajua kuhifadhi ndoa yake, utakuta wengi wanajitahidi kadri wawezavyo. Unakuta mtu yuko vile vile alivyokuwa mume wake amemuoa. Ni kweli. Ndio, hata kuna maana tukiangalia katika mitandao kuna mtu utakuta ana watoto wawili, ana watoto watatu, lakini amejitunza kwa sababu hakujiachia. Bimaana sio kwamba ulikuwa unamfanyia yule mwanamume peke yake, pia kiafya yako, kimwili uwe sawa, yani ukiangalia kitabia uwe sawa, kwa sababu kujihifadhi pia kuna kusaidia wewe mwenyewe. Ni kweli. Sio yule mume peke yake. Ni kweli. Ndio umeamua kuingia katika ndoa, ni umeingia na malengo mazuri, unataka ile ndoa iwe ni yenye kunawiri, yenye kushamiri, kwa sababu ndio najua ndoa inapanda panda shuka nyingi. Lakini mkiwa watu wawili ambao mnahifadhiana, watu wawili ambao mnajua mume wangu hii bwana haifai kuwekwa hapa, hii kwa pale, ile kuelezana katika ndoa, ule usafi unakuwa ni kitu cha muhimu sana. Alafu cha muhimu pia ukumbuke ya kwamba tunaambiwa hawa wanandoa wawili. Sasa yale mazingira ya mwanzo yakibebwa yakawekwa kwenye nyumba na yakaendelea namna hiyo, yale mazingira yatakuwa mazuri na ile ndoa itakuwa na furaha. Kweli. Furaha haiji tu kwa sababu nimemuona mke mwenye sura nzuri, pia furaha inakuja katika hali ambayo nyinyi mnaishi kama wanandoa. Kama mazingira ni mazuri, mtaishi kwa furaha. Na kama mazingira ni ya kuchukiza, hata nyinyi mtaishi katika maisha ya huzuni. Kwa hivyo ni muhimu zaidi kwa wanandoa, kwanza wao wazingatie usafi wa nyumba, usafi wa mwili, usafi wa watoto, hata sehemu wanayolala. Hakika. Wakiamka wanahakikisha umetandikwa. Ndio maana utakuta watoto wakifika miaka kama miaka 7, 8, mzazi anaanza kumfundisha kutandika kitanda. Kitu cha kwanza unaambiwa unapoamka hakikisha kitanda chako umekitandika. Umekiacha sawa, umekiacha safi. Alafu inakuwa mtoto anazoea kila kadri anapokuwa. Anakuwa na hayo mazoea. Na unajua kuna kipindi mwanamume akitaka kupeleka mgeni nyumbani, kama mwanamke hajazingatia usafi, huwa mara nyingi anamueleza hebu tengeneza mazingira kwanza kuna kuja mgeni. Kweli. Na wengi hawapendi wageni wa ghafla, kwa sababu ikiwa wataingia wale wageni, watakuta yale mazingira sio hayako sawa. Ingawaje kule kwetu huwa tunasema sitting room ndio macho ya nyumba. Ili mwanamke aonekane ni msafi, unamwangalia kwa sitting room, vile ameipamba na vile ambavyo ameitengeza. Kwa hivyo haya ni mazingira ambayo wakati wowote mgeni anaweza ingia. Kweli. Na mgeni akiingia, haya ndio mambo ambayo anatazama. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza wanandoa kwamba usafi kwanza unakuza imani ya mtu, na usafi unakuza ndoa pia, na usafi unalete furaha katika ndoa, katika mazingira yaliyo mazuri. Kwa hivyo ni kila mmoja, si mwanamke tu na si mwanaume tu, wote wanandoa wanahitaji kuzingatia usafi, na hapo maisha yatakuwa ni mazuri. Maana kwa hakika ukiangalia vile umesema Sheikh, hasa kuhusiana na ile sitting room kuwa safi, bila kusahau jikoni. Kitu kingine ni kwamba jikoni kama mwanamke anafaa ile jiko liwe safi. Kuna wengine wako na ile open kitchen. Ukiingia jikoni unaiona wewe kama mgeni. Wengine wanaangalia vile vikombe vya maji. Utakuta mwingine kikombe cha maji amekusaidia chanuka samaki. Sasa mtu kama yule ataona ugumu wa kunywa maji. Tutakuta wengine hawanywi maji majumbani mwa watu. Akoradhi ya kunywa kwake kwa sababu gani? Ya ule usafi ambao umezingatiwa pale. Sasa hiyo inakuwa ni muhimu pia jikoni, kwa sababu kule ndiko ambako
mambo yote, afya yote inatoka kule. Kweli. Na ikiwa pia haitaangaliwa yale mazingira ya jikoni, itakuwa ni makosa. Ndiyo. Pia sio tu kulingana hata na usafi wa vyombo, pia kile chakula. Mwanamke anafaa kujitunza wakati ambapo anatengeza kile chakula. Isiwe wakati mwingine unamletea mwanamume chakula ndani yake. Kuna baadhi unakuta na chakula kina nyele ndani. Huyu mwanamke hakuweza kujitunza wakati ambapo anakitayarisha kile chakula. Sasa unakuta mara nyingi, na wale wanaume wenye hasira hasa huwa wanawapiga pia wale wake zao. Hii nywele imepatikana vipi ndani ya chakula? Huenda ni kwa sababu yale mazingira ya kujitunza wakati wa kuandaa kile chakula hayakuwa mazuri. Ndio utaona baadhi ya hizi kasoro ambazo zinatokea wakati wa maandalizi. Kwa hivyo kila mmoja anatamani chakula kizuri, chenye harufu nzuri, chenye mazingira masafi na chenye hali yenye kupendeza. Na kila mmoja atakuwa na furaha. Kwa hivyo jikoni pia ni muhimu zaidi mwanamume au mwanamke kuweza kutengeneza yale mazingira ya jikoni, ili ni afya pia. Kwa sababu kando na kwamba tunasisitiza usafi, tunaposisitiza usafi inamaanisha tunasisitiza sisi kuwa na afya. Na kuwa na afya ndoa inaendelea kudumu. Kwa sababu tutakapokosa hiyo afya, tutatumia gharama nyingi za kuweza kujitibu, ambapo hali hii itazorotesha maisha ya ndoa. Kwa hivyo itakuwa hata uchumi wa nyumbani utakuwa unazorota, kwa sababu hela nyingi za matumizi zote zinaelekezwa kwenye afya. Lakini ikiwa tutaangalia ile hali, kuitengeza kuwa hali nzuri, itakuwa ni bora zaidi. Na wanaume pia wasiwe mabakhili. Waangalie, huyu mke wangu nilimchukua kama anapendeza. Wacha aendelee kupendeza. Ndiyo. Baadhi ya vitu ambavyo anavihitaji kuweza kutengeza hali yake, niweze kumhudumia. Unajua kuna wanawake ambao mpaka sasa hivi wanaweza kukuambia, mimi tangu mume wangu anioe hajawahi ninunulia nguo. Kabisa. Na wanawake mpaka sasa hivi. Kwa nini imetokea hali hii? No. Ni kwa sababu pengine tunakuwa wagumu. Ndiyo. Kuweza kutoa. Na tunadhani kwamba wale wanawake watajitunza kivyao. Ili hali sisi wenyewe ndio wasimamizi na wenye kuwasaidia kuwatengeza katika hiyo hali. Naam, Hasha, chukua pumziko, tukirudi awamu ya pili tutaendelea na hii mada yetu ambayo ni mada nzuri sana, na mimi nimependa sana unavyoiongoza, kwa sababu mwisho wa siku tulikuwa tunataka kusikia pia mwanamume anasemaje kuhusiana na usafi. Matushazoea wanawake wengi ndio wanaongelea kuhusiana na usafi. Shukrani sana. Asante, shukrani. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh wetu Sheikh Yusuf unaweza kufahamu mengi na mawili matatu ambayo anaweza kutuangazia kuhusiana na swala zima la usafi. Wanakuambia kwamba sio tu mwanamke anapaswa kuwa msafi, hata mwanamume. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Mpenzi mtazamaji, tukiwa naye ndani ya studio zetu za Mahdi TV, si mwingine bali ni Sheikh wetu, ni Sheikh Yusuf, ambaye anazidi kuelimisha, kukuelezea mengi kuhusiana na ndoa. Na nadhani pia katika vipindi vyake vilivyopita mliweza kusoma mengi ambayo aliweza kuyaangazia haswa kwa wanandoa wachanga. Na insha Allah tukiendelea na mada yetu tutaona ni yepi mengi ambayo ameweza kutuandalia. Naam, karibu tena Sheikh. Wakati tulikuwa tunaendelea kuongelea kuhusiana na wanaume bakhili. Naam. Asante. Suala la mwanaume katika maisha ya ndoa. Naam. Ni suala ambalo mwanamume mwenyewe anafaa kujitazama yeye mwenyewe. Nina hakika wakati ambapo unamlete mke kwa nyumba au unapofunga ndoa, unafaa uelewe kitu kimoja, kwamba majukumu yote ambayo yalikuwa kwa mzazi wa yule mke, yote yanageuka yanakuwa ni juu yako.
Akiugua ni wajibu wako. Mavazi ni wajibu wako. Kumlinda ni wajibu wako. No. Kwamba huyu binti kabla haujamlete kwako, kwao alikuwa anavaa. Ndiyo, analishwa vizuri. Analishwa vizuri. Makao yake mazuri. Na ndio maana ukamtamani na ukampenda kwa sababu amelelewa katika mazingira mazuri. Ndiyo. Na lau kama hayangekuwa katika mazingira mazuri haungemtamani. Hakika. Kwa hivyo ni kitu kizuri umekichukua. Usikifanye kikawa ni kibaya. Ndiyo. Kwa hivyo yule mwanamke namna alivyokuwa akijipamba kwao, unahitaji kuboresha zaidi. Kweli. Kiasi cha kwamba hata wao wakimtazama wanasema alhamdulillah. Amenawiri. Amenawiri. Umempata mume kweli mwema. Kuna wanawake ambao hata wakienda kutembelea wazazi wao unakuta zile nguo ambazo walitoka nazo huko nyumbani ndio zile ambazo wanarudi. Hata wakati mwingine wanauliza, na huyu mume wako hata moja kwa hii miaka yote tu kuweza kukununulia hata moja au kuweza kutengeneza yale mazingira yako. Hatuzungumzii katika hali ya ukosefu. Kweli. Tunajua mazingira ya sasa na uchumi wa sasa ni mgumu. Ndiyo. Lakini hauwezi kuwa mgumu kwa wewe kumnyanyasa mwenzako. Kweli. Ni wewe kwanza ujifungue, mke anaelewa kwamba anaweza. Na sio lazima umpe hela, hizi hela zinahitaji ukanunue nguo, ukanunue mafuta. Ndiyo. Lakini ikiwa utamtengenezea mazingira yake akajihisi kama mke, baadhi ya vitu vitakuja. Ndiyo. Isiwe wewe ni mwanaume tu kila wakati mume akitaka mboga wewe umechukua kikapu umeenda sokoni. Umemletea. Kila anachohitaji ni wewe mwanaume unafanya. Alhamdulillah, baraka miongoni mwa baraka za ndoa, kuna vitu ambavyo vinaingia kwa nyumba hata bila mwanaume kutoa hela. Mashaallah. Lakini unakuta ni katika akili ya yule mwanamke anafanya mpaka unakuta nyumba imekuwa sawa. Baadhi ya wanawake wananawirisha nyumba zao kwa sababu ya vyama sana, si kwa sababu ya mume. Siku hizi kwanza vimezidi, ni vingi sana. Ni vingi zaidi sana. Na wanafanya yale mazingira nashangaa kwa nini amekuwa na makochi mazuri huyu, kwa nini amenunua kitanda ambacho kinafaa, kwa sababu ni zile chama zake anazocheza. Lakini anajua nikiingia huku nitamsaidia mume wangu. Kweli. Lakini haimaanishi ya kwamba mume kwa sababu unajua mke anatoa huko kakosa kumsaidia. Basi ulaze damu. Naam. Sasa wewe unafaa utengeze upande wako na yeye atengeze upande wake. Kwa sababu kufanya kwake haswa ni hiari yake. Ni hiari yake. Lakini wewe una jukumu kwake. Kuhakikisha anakaa vyema, anakula vyema. Na hili jukumu ni la lazima kwako. Hakika. Sio hiari. Ndiyo. Yeye kwake inaweza kuwa ni hiari. Kwa mwanamke. Lakini wewe mwanaume sasa unakuwa ni msimamizi wake kwa kila hali na katika mazingira ambayo yanafanya yeye kuinuka. Hakika. Baadhi ya wanaume huwa wanaogopa kutembea na wake zao njiani. Sana. Kabisa. Ni kwa sababu gani? Pengine kwa sababu anaona yale mazingira aliyomuweka. Kwanza inaweza ikatokea lawama kwa watu. Huyu ni mke wake, mbona anakaa namna hii? Na mashallah utakuta pengine mwanaume mzuri, amevaa vizuri, lakini ukiangalia mazingira ya mke wake ni ya kuhuzunisha. Na baadhi huwa wanaogopa. Lakini nina hakika wewe mume, ikiwa utamtunza mke wako katika maisha mazuri, unatamani hata kutembea na yeye, na yeye pia anafurahi kuwa na mume wake karibu, kwa sababu mume amemtengenezea mazingira yakawa ni mazuri. Maana isiwe kwamba lile begi lake uliloitishwa siku ya harusi, nguo ni ile buibui ni ile ile, nayo ni ile. Yaani hana ile mabadiliko afika nyumbani, jamani naenda zangu kwa mama kumsalimia. Angalau awe na yale mabadiliko ndani yake. Kabisa. Sasa wewe mwanaume ikiwa utamtengenezea hiyo hali, bila shaka ule mwanamke naye atafurahia na atakutengezea hali na atatengeza pia hali yako kuwa nzuri. Kweli. Kwa hivyo ikiwa mwanamke anaweza kumtunza mume
akajua hili shati la mume wangu linahitaji kuwa safi, kesho anaenda kazini. Ndio, lahitaji pasi. Lahitaji pasi na kadhalika. Pia wewe mwanamume unafaa uelewe huyu mke wangu ambaye ananitengenezea. Pia na mimi siku moja hata nikija nimfurahishe na zawadi ya nguo na manukato. Na cha kushangaza ni kwamba Sheikh wanakuambia mwanamke si mtu ambaye ni hivi vitu vidogo vidogo. Yeah. Si lazima umletee zawadi ya Range Rover ama zawadi ya nini. Yeah. Yani ukiangalia kimantiki ya ndoa inavyofaa ni kwamba kile kidogo utakachomletea hata kama ni kanga umemnunulia anaridhika nacho. Itakuwa ni makosa wewe kumshtumu mke wako yani anatoa harufu ya moshi ya jikoni ili hali wewe hujatengeneza yale mazingira yake. Ambwa jamani mke yotoka na dera moja tu jikoni ile ile ameshindana nalo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ndio hilo kabisa. Sasa inafaa wewe mume uweze kumtengenezea yale mazingira na hata yeye mwenyewe ajihisi kwamba ana mume. Wanawake wengi wanataka kujihisi kwamba wamelindwa, wamehifadhiwa na wanaume. Na wale wanaume wanahitaji pia kuwatengeneza yale mazingira yale wanawake wajihisi wanawaume ambao wanawapenda. Kwanza hakuna kitu ambacho ni kibaya na kinachohuzunisha hasa wanawake wengi ni kama vile ameenda kwa marafiki zake. Alafu huyu naye anaanza kusema mume wangu mimi yofanya hivi, yofanya hivi. Huyu naye akiangalia mbona mimi kwa ni hivi kwamba kwangu havinipati. Kabisa. Sasa yasikia yani ule uchungu ni ile hivyo yuwavumilia kwa sababu mwanamke ni mtu ambaye saa zingine uweka vitu ndani. Si mtu wa kuongea hapa na pale. Sasa akiangalia sasa mimi nitafanya nini kama mume mwenyewe hajaniangalia na hataki kuniangalia toka tumeoana ni vile vile hakuna mabadiliko yaliyoko. Sasa unakuta inamvunja moyo yule mwanamke. Wengine wanaanza kuwa jeuri, wengine wanaanza kuwa kusikizi. Na huwa inatokea hasa haya wakati yule mwanamke anajua kwamba mume wangu ana uwezo wa kunifanyia haya. Lakini wakati ambapo anajua kwamba hao waume wanatofautiana pia kimapato na nini. Mume wa huyu mke na huyu hawafanani. Lakini anaona ya kwamba huyu anaweza akafanya. Lakini mume wangu baadhi haya kulingana na matumizi au anachopata hawezi kumudu katika hali kama hii. Anaelewa, mke anaelewa. Wale wake ambao wana ikhlasi wema wanaelewa. Na hata unapomzungumzia hata na yeye mwenyewe anaweza akamtetea yule mume katika kile kikao kabisa. Lakini ikiwa yeye mwenyewe anajua mume wake anaweza lakini hamsaidii. Maana kuna wanaume sampuli hiyo. Wapo. Sasa katika kile kikao yule mwanamke anajenga chuki. Ndio. Anaona ni kana kwamba yule mume hamtaki, amemdharau, hamthamini. Basi wakati huo hata akirudi anakuwa na ujeuri. Lakini ikiwa mume atamfanyia yote haya ambayo anahitajia kulingana na uwezo, yule mke atakuwa na furaha. Na ndoa hiyo itakuwa na itanawiri. Maana ni mtihani sana hasa upande wa usafi. Usafi ni kitu ambacho ukiangalia wanawake wengi wanaongelea. Utakuta kuna mwanamume ameingia yeye hata hajali. Sasa hiyo kiatu ametusha kule, socks amerusha kule. Hajui huyu mwanamke anachoka kiasi gani. Sasa ni vipi hawa wanaume wanaweza kuwa na ule uthabiti wa kusimama na usafi, kuangalia kwamba sio mke wake peke yake anapaswa kufanya. Umekuta mahali pako pasafi sio uchafue, kwa sababu kuna wanaume ni commanding. Yani wao ataka yeye akisema oda ni ile ile. Awe umwaga chai, unajua kuna ule mwenye atasema najua mke wangu amechoka, acha nikachukue kile kitambaa wala unifute imeza. Lakini kuna mwenye haitamtuma hiyo akili. Ataambia tu fulani maana anajua mimi niko na mke na mimi nimetoka kazi nimechoka, basi ule ndo anafaa kunihudumia kila nyakati. Bila kufahamu kuna mambo madogo madogo tu ni ile ya kusaidiana. Maana ukimsaidia mwenzako unampa hata ile moyo ya kuzidi kufanya ule wema. Kitu ambacho pia inafaa tuelewe ni kwamba unajua wengi ambao wameingia katika Uislamu na walikuwa katika mila zingine. Unajua kuna baadhi ya mila ambazo zinamfundisha mwanaume kwamba yule mwanamke ni mtumwa. Yeye ndiye anafaa kukupikia, anafaa kukufulia, anafaa kukutengenezea mazingira kila kitu. Na baadhi ya mila inakuwa ni mwiko kwa mwanamume kupatikana jikoni. Kweli. Na tunashukuru kwa sababu Uislamu
umekuja ukatufundisha kwanza hayo sio majukumu ya mke. Lakini mnaweza mkasaidiana ili kumpatia kila mmoja furaha. Ndio. Unajua kuna wale wanaume alhamdulillah wanashindana na wake zao kupika. Sana. Na hiyo nyumba inakuwa na furaha sana. Iwe ni chapati. Maana kila akiamka ai chapati zako siku hivi mimi ngoja nikipika zangu zitakuwa hivi. Tutaona itakuwa namna gani. Haya maisha yanakuwa matamu sana. Ndio. Maisha yanakuwa na furaha zaidi. Hebu fikiria mume leo ameamka kabla ya mke wake, ameenda amemwandalia kifungua kinywa, amemletea mke wangu, leo mimi nimekutayarishia. Yule mke kila mahala penye yupo anafikiria mume wake. Alafu wajua mwanamke ni mtu ambaye mawazo yake hayatoki haraka. Anaweka memory. Kabisa. Kila akikaa akifikiria kama ni kitu kizuri, yani anatabasa mtu peke yake. Kabisa. Unashangaa kwani kuna nini leo? Kumbe anaangalia walau mume wangu leo ameniandalia akaletea chumbani chai. Amuoni kwamba hii ni neema. Ni neema. Lakini kuna wale ambao amka nenda ukanitayarishia chakula. Amka nenda ukanichemshia maji ya nini na kadhalika. Hata kama yuko mgonjwa, inamlazimu lakini ikiwa tutatengeneza haya mazingira ya kila mmoja kuhisi kwamba huyu ni mwenza wangu. Ndio. Haya maisha yanakuwa ni mazuri. Alafu uzuri wa Uislamu ni kwamba haya maisha kama kabla hawajaingia katika maisha ya ndoa. Uislamu ukajaribu kuangalia ni kipi ambacho kinaweza kamfanya yule mwanamke akanyanyasika katika maisha. Ndiyo. Kwanza ikatoa mahari kwa mfano. Mahari anayetaja mahari ni yule anayeolewa. Ndiyo. Lakini ukija katika jamii zetu, mila zetu, wanaotaja mahari ni wazazi. Ndiyo. Yani inamaanisha ni bidhaa inauzwa. Kubadilishana. Sasa huyu mke wakati ambapo yeye mwenyewe anatamka mahari, mume anajua huyu anajikabidhi kwangu na tutakuwa ni kiungo kimoja. Ndiyo. Umeelewa? Sasa ukiangalia haya masala yanamfanya hata huyu mwenyewe mimi nimejipa kwa mume huyu anitunze mimi. Ndiyo. Na ndio unaona ikifika katika masala haya kuna uzito wa kuachana na nini, hapa inakuwa ni mwanamume lazima atamke. Sasa haya mazingira ambayo yanalete hawa mwanamke huyu kujihisi kwamba yuko na mume, kwanza ni vile mwenyewe amejitolea na mpaka mwenyewe akamtamkia kile ambacho anahitaji katika maisha. Yeah. Sasa haya maisha yatakuwa wote wanaishi na maisha ya furaha. Ndiyo. Hakuna mwingine kuweka kikwazo kwa mwenzake. Hayo maisha ndio unaona hata nyumba kwanza kumpamba, kumtayarisha yule mwanamke na kuweza kumtengenezea mazingira yake ya nyumbani, inakuwa jukumu hili la mwanaume linafanya nyepesi zaidi, linakuwa ni rahisi zaidi kwa huyu mwanamke kufanikisha. Mashaallah. Sasa alhamdulillah, hakuna neema ambayo tumeweza kuneemeshwa kubwa zaidi kama vile neema ya Uislamu. Wallahi, na hakuna neema pia kubwa kama neema ya ndoa. Yeah. Maana ukipata ile ndoa wanakuambia ni lazima uchukule kama funzo katika maisha yako. Kabisa. Ama uchukulie kama ni jela kwako. Kama ni jela. Maana wanakuambia ni uangalie pande mbili. Uangalie upi ambao utakufaa. Maana wengine wanaishi katika ndoa bila kufahamu mambo mengi. Ndio maana wanakuambia unapotaka kuingia katika ndoa ujue misingi ya ndoa inasema nini. Ujue haki zako wewe kama mke ni zipi, haki za mume ni zipi. Maana la ziada ukishajua haki zako unajua wewe mwenyewe unahifadhi nini. Wengine ni kwamba mwanamke naamini akijifanyia yeye binafsi itakuwa ni furaha zaidi. Kabisa. Maana ukimfanyia yule mume utaona kama unamfanyia yeye na wewe haujifanyii. Lakini ukijifanyia wewe kibinafsi itakuwa unaweka ile mazingira ya kunawiri. Naam, tukimalizia Sheikh. Alhamdulillah. Sasa wote wana ndoa. Ikiwa watafuata vizuri misingi na kanuni za Uislamu, wallahi maisha yatakuwa ni raha ya ndoa. Yale mazingira ya usafi yatakuwa ni mazuri na ndoa itakuwa ni yenye kupendeza. Ndiyo. Kwa hivyo ni vizuri wote kuzingatia na kila mmoja kujua majukumu yake ambayo anahitaji kuyafanya katika kuimarisha ndoa. Hasa katika mambo ya usafi. Kwa sababu tunatarajia watoto wazuri. Hakika.
watoto wapate mafunzo mazuri na wale watoto wakuwe wasafi pia. Na wale watoto watasoma kupitia nyinyi wazazi. Sasa ni muhimu zaidi, hasa ikiwa mume anaweza kuchukua jukumu la kumwelekeza kijana. Na pia inakuwa ni alhamdulillah, kina mama ili jukumu wameweza kulizingatia sana, kuwaelekeza mabinti katika maisha. Wanaume kidogo au wazee kidogo wamelegea katika kuwaelekeza vijana ambao wanakuwa katika maisha, na wameachia ili jukumu kina mama. Kweli. Na ambapo wakati mwingine hawa vijana au hawa watoto wa kiume wanahitaji zaidi support kutoka kwa baba zao ili wajue maisha yanavyoenda kulingana na baba zao. Kwa hivyo ni muhimu zaidi haya mafunzo, kushirikiana wote wazazi wawili kuweza kuwaelekeza hawa watoto inshallah. Inshallah. Shukran sana Sheikh. Maana naamini itakuwa imeweza kuwafaidi wengi, hasa kina baba nyumbani ambao usafi umekuwa kidogo na changamoto. Maana naamini ukiwa msafi, yule mtoto wa kiume atakuwa msafi kabisa. Inshallah. Shukran sana Sheikh. Na naamini uwepo wako umeweza kuwa na faida nyingi. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu atakabalia sote inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh wetu Sheikh Yusuf umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Binafsi nimeweza kufahamu mengi ambayo ameweza kuiangazia haswa upande wa wanaume. Ni vyema sana kuweza kujifahamu, ni vizuri sana kuweza kujua usafi upande wa mwanamume, kwa sababu kesho yake utaweza kuwa baba na mtoto wako wa kiume utaweza kuwa na uwezo wa kumfunza, kwa sababu nyakati zote mtoto wa kiume hata kuwa na mama yake, na watoto ni watu wa kuiga tabia. Ima aige tabia njema ama aige tabia mbaya. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.